wako Bwana. Lisituache neno lako linaposhuka kwetu jinsi tulivyo, bali litufanyane, bali tugeuze, bali tufanye kama jinsi mapenzi yako kwa mfano. Mtumishi wako tunabarikisha mbele zako na kazi tukubariki kibali zaidi Bwana, ili tu Bwana awe mfilicho kutufikisha ujumbe wako na mapenzi yako yakatendeke katika kanisa lako, katika watu wako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Tumshangilie Kristo. Kwanza niseme mwanzo nimefurahi kwa sababu ya Kristo ambaye alinipenda kwa upendo mkubwa, ameniokoa, amenihifadhi, amenifanya kuwemo tena katika nyumba yake siku ya leo. Hivyo ninashukuru Mungu sana sana sana. Kwa hiyo wakati wa siku najua Bwana wetu ameandaa meza kutayarisha kwa sababu ya ujumbe ambao itapendeza siku ya leo itufikie zote kwa ujumla. Bwana wa uzima atubariki sana. Bwana asifiwe. Nataka kusema leo. Leo nataka kunena na watu ambao wamekiri kwa kinywa chao ya kwamba Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Kwa ishara ya mikono kama mdomoni, sijasema utakatifu, sijasema ujipime, nasema kama umekiri kwa kinywa chako Yesu ni Bwana, nataka uinue mkono wako. Ya kwamba umesema tu kwa kinywa chako ya kwamba Kristo ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yako. Tosha. Hiyo peke yake inatosha. Bwana asifiwe. Hiyo peke yake inatosha. Hiyo ndio leo nataka kuzungumza na watu. Labda kuna wale walikuja leo wasikie habari njema ya ufalme wa Mungu. Kuna wale labda walikuja leo kuomba kuhoya Mungu na hawajaokoka. Labda sina ujumbe wa leo kwao, lakini najua kwamba kupitia kwa mambo ambayo atakuwa yakiendelea hapa, Bwana atapitia na kuendelea kwa njia mbalimbali. Lakini leo naona kwamba nataka kuzungumza na wale Bwana amewaita. Zaburi 3 mstari wake wa 12. Summary 12 verse 12. Sorry, sio service. Yeye nitamhubiri mhubiri, not mhubiri, medali. Samahani sana. Medali 3 mstari wake wa 12. Samahani sana. Medali 3 mstari wake ni wa 10. Proverbs 8:12 inasema kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi. Rudia na nguvu tena. Nataka usome kwa nguvu na naamini zote tunasoma. Mithali 3 mstari wa 12 inasema kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanawe ampendezaye. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye fahamu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanawe ampendaye, kama vile baba mwanawe ampendaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimesema leo nataka kuongea na wale ambao wamekiri kichwani mwao ya kwamba Bwana ni Mwokozi wa maisha yao na wakafanyika kuwa wana wa Mungu na baba yao. Bwana uzima tubariki sana. Maneno haya yalinikuta na akanishika sana ya kwamba kama kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanaye ampendaye. Bwana uzima tubariki. Bwana asifiwe. Nataka tuchukue nafasi hii kumjua Mungu wetu, ya kwamba Mungu wetu ni baba na ni baba wa upendo. Bwana asifiwe. Yeye ni baba wetu na ni Mungu wetu. Na leo nataka nianze habari ya leo ama ujumbe wa leo kwa kwanza juu ya Mungu ambaye ni baba wetu. Na amesema neno moja ya kwamba yeye hupendelea sana kuwarudi wale ambao anawapenda.
Bwana asifiwe. Na mara nyingi wakati tutajua ya kwamba Baba wetu anatupenda na wakati anatuonya na kuturudisha katika njia zile za haki, mara nyingi tunaumia moyoni wetu, tunaona kana kwamba tunapigwa, tunaona kama kwamba tunahukumiwa. Juzi niliona katika mtandao, na nafikiri wengi ambao wako kwa mawega waliona baba mmoja ambaye alikuwa na hamaki na hasira nyingi kwa msichana wake, aliposikia kwamba msichana wake ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wanapanga mambo machafu katika shule. Na kwa mambo ambayo tunayasikia sasa, hebu imagine, kuna mambo mawili yanatokea katika elimu. Mambo mawili. Kuna wale waliowapoteza watoto wao, hawatawaona tena. Bwana asifiwe. Hawatawaona tena. Na kuna wale ambao walishikwa watoto 9 ambao wanakabiliwa na hukumu jela. Na zote tunajua kwamba hukumu ya mauaji ni nini? Hukumu ya mauaji ni nini? Ni kifo. Na ama jela maisha. Kwa hivyo wale wazazi wote wawili, wale waliofiwa na wale ambao watoto wao waliuawa, hatima ya mioyo yao ni moja na uchungu walio nao ni sawasawa. So huyu mzee alipoona ya kwamba mtoto wake anaenda katika ile njia ya kumkosa milele, akawa na uchungu wa moyo, akamrudi yule mtoto kwa mijaledi, si kwa sababu alimdharau, lakini alitaka huyu mtoto asipite katika mapito ambayo wale wengine waliyapitia, kwamba atampoteza milele. Hivyo ndivyo Mungu wetu anavyofanya. Wapendwa, mara nyingi tunapitia katika matatizo, tunapitia katika mateso, tunapitia katika mapigo, lakini Bwana ana makusudi. Na leo tunasikia kwamba anawarudi anaowapenda kama vile baba afanyavyo watoto wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mara nyingine ni chungu sana. Mara nyingine inatupa aibu kwa sababu hata ile mtoto alipigwa mbele ya watoto wengine. Niliona mtoto mmoja amejishika mdomo, akashangaa. Lakini makusudi ya baba yake si mbaya, ni uchungu alio nao ya kwamba naweza kukupoteza kama vile wale wengine wamepotea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo na Mungu wetu. Nataka mkumbuke gharama ambayo ilitumika kwa sisi kuokolewa. Haikuwa gharama ndogo, ilikuwa gharama kubwa. Mwanawe kuteswa msalabani tuweze kupata ufalme wa mbinguni. Ndivyo ilivyo na mzazi anapokumbuka gharama ambayo ameenda kwa watoto wake. Amelea mtoto kuanzia mdogo, labda mama alifanya upasuaji, labda mama alienda kwa homa ili kwamba huyu mtoto akuweko, na hatima ya mambo yote analeta machozi mbele zake, inakuwa uchungu. Ndivyo ilivyo na Mungu wetu, na ndio sababu nikasema kwanza kutangulia kwetu, nataka niwaoneshe vile Mungu anavyotutazama. Makusudio ya Mungu wetu ni tutoke kwenye mauti tuingie katika uzima wa milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kusudi la Mungu wetu, tutoke kwenye mauti tuingie katika uzima wa milele. Na ndio sababu mahali fulani Bwana anasema, ikiwa mkono wako utakukosesha kuingia katika ufalme wa mbinguni, heri uukate uondoe, kwa sababu ni vema kuingia ukiwa na mkono mmoja katika ufalme wa Mungu kuliko kwenda motoni kwa uzima mzima. Bwana asifiwe. Ndivyo Mungu anavyotutazama, ndivyo Bwana anavyotutazama kama wanao ambao anawapenda kwa upendo wa ajabu. Ndio sababu mara nyingine anaturudi, na leo ujumbe wa leo ni kwamba kurudiwa na Bwana, si kurudiwa ama kufanyiwa discipline na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Na anawafanya wale ambao anawapenda. Nataka niche ndugu wetu tusomee katika kitabu cha Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 2 mpaka 3.
8:2 2 and 3. Mstari wa 2 na 3. Deuteronomy 8 verse 2. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. This story is so beautiful. It's so beautiful. Sometimes ninaposoma hii hali ninavunjika moyo sana. Naona moyo wangu na nguvu zinaniishia when I read this verse. And I want us to read once again together. Katika ya pili, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza katika jangwa, ili akujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako. Haleluya, Bwana asifiwe. Bwana miaka 40 aliweka wana wa Israeli katika majaribio. In English, can somebody read us in English? Can you? Tusome kwa Kiingereza. Tutupele kwa Kiingereza. Tusikie hili jambo kutweza, hili jina kutweza ni kufanya kazi. Ili ya kujaribu ayajue yaliyo moyoni mwako. Read in English. Deuteronomy 8 verse 2. And put the sound, the volume up. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you. To humble you and test you. To know what was in your heart. Whether you would keep his commandment or not. Bwana asifiwe. That the Lord wants to test your humbleness. Anataka kujaribu unyenyekevu wako. Na ndio sababu anasema kwamba anataka kujaribu unyenyekevu wako. Na anataka kukujaribu aweze kuyajua yaliyo moyoni mwako. Bwana asifiwe. So sometimes Bwana anatuacha kwenye jangwa, jangwa ya ugonjwa, jangwa ya mashida, jangwa ya matatizo, jangwa ya kila aina. Makusudi sio kutumaliza, mbali ni kuyaona yaliyo ndani ya moyo wetu. Bwana asifiwe. Mara nyingi tumepotea, tukaona ya kwamba mambo imetudalia. Nimeondoka na nimerudi mikono mitupu. Nimeenda na nikakuja kama mambo yangu yote yamepomoka, yameisha. Sometimes mioyo inatujaa, uchungu inatujaa, na watu wengi wanaondoka katika upendo wa Mungu, wanaenda nje, si ndio? Wanasema katika hiyo kanisa hata hakuna mtu alinisikia, katika hiyo ushirika hakuna mtu alinisaidia, bali Bwana alikuachilia katika jangwa aangalie unyenyekevu wako, akujaribu aone yaliyo moyoni mwako. Bwana asifiwe. Mwimbaji mmoja akasema kwamba digamo tiga ole kinyare. Sijui aliyasema yale mambo baada ya matatizo aina gani aliyapitia. Wapendwa, nataka niwaambie hili jambo ndogo ambayo Bwana
akiwa na sababu moja, atuone yaliyo moyoni mwetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na nikoro alimayibuka rodi mone. Na nikoro wote kuigura roshi ya ndishone. Owo ni munga yarenda kuigura roshi tu. One kile kikuishi tu. Bwana asifiwe. Aone tunachomfikiria Mungu, yeye ni Mungu wa aina gani. Lakini jambo nataka niwaambie leo, yeye ana vyote tunavyohitaji. Kama vile Biblia inasema, ona mte wapi no uruke nyingi. Bwana asifiwe. So haijalishi ya kwamba umekata kiasi gani, haijalishi, lakini Biblia inasemaje? Hakuwaacha wafe kule, aliwaletea mana ambayo hawakujua mahali ilitoka. Aliwafanya wakakula na wakashiba bila kujua vimetoka wapi. Bwana asifiwe. Lakini alitaka tu waishi kwenye jangwa, awaone mioyo yao, yale yaliyo ndani ya moyo wao. Bwana asifiwe sana. So sometimes ni bora sana wakati matatizo na umekuwa kwenye jangwa, umetengwa na watu, in fact kuna mtu karibu na wewe. Ukienda kwa mishaya hata hataki kuone. Ukienda kwa cheleni unaona hata hataki kusikia. Ukienda kwa mshoba hata you are just in the wilderness. You and God alone. Bwana asifiwe. Wewe na Mungu pekee. And that's the time God is watching you. He is opening your heart. Kila kitu yangu nilete kiroima. Bwana asifiwe. Maombi yako nilete kiroima yako nilete maruma. Keleo kiete kwa shiweka wale kielele sio sana. Maneno uliyonena wakati uko kwenye jangwa ndio sasa. Na sasa moyo wako unaanza kutoka. Na Bwana anakutazama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati Daudi alianguka kwenye majaribio na mambo yakawa mazito, alikutwa na nabii wa Mungu na akamwambia mambo haya ya kwamba kuna mtu aliyekuwa mtajiri na kondoo wengi na mbuzi wengi walionona, lakini alipotembelewa na wageni akachukua kondoo ya maskini. Na Daudi alipoambiwa mambo hayo ni yako wewe, kuna mambo aliyofanya. Bwana asifiwe. Hakusimama na kusema katika utukufu wa ufalme wake mimi ni mfalme, na hiyo haiwezekani. Lakini alinama, akanyenyekea, akatubu sana, akalia mbele za Bwana, naye Bwana akamsamehe. Bwana asifiwe. Ndio sababu Bwana anasema akunyenyekeze, to humble you, akuweke chini ndio uweze kujua mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Hilo ni jambo moja ambalo Bwana anatumia kuwazusha, kwa hapo to humble his servants, wale ambao anawaita. Anatumia hiyo njia ya kuacha kwenye jambo, awashukishe. Akisha warudisha chini kabisa, anajua moyo yao. Are you faithful servants? When problems come, wewe ni shujaa, wewe ni mtu mwaminifu mbele zake. Wakati umeondokewa na marafiki, wewe ni shujaa, wewe ni rafiki wa Mungu. Hata wakati umelala kwenye mauti, kama vile mwandishi anasema, ilikuwa nisije nikakosa neno lako, nisije nikalikosea neno lako. Bwana uzima tubariki sana. Hiyo wakati ambapo umeachwa kwenye jangwa, remember this, the Lord is watching deep into your heart. Matokeo ya moyo wako ndivyo Biblia inasema. Hebu twende jambo la pili. Mara nyingi pia Bwana anataka kutuzusha kama watoto wake tuje katika level ya kuwa waaminifu. Anatumia mateso na unyonge. Mateso na unyonge. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili 12 mstari wa 7, nafikiri hiyo nisije nikasema kitabu ambacho haiko. Wakorintho wa pili 12 Second Corinthians 12:7 up to 9. Na makusudi msipate kujikuna kupita kiasi. Makusudi
Hebu simama hapo kidogo. Makusudi msije mkajivuna kupita nini? Kupita nini wapendwa? Kupita kiasi. Ndio nimesema leo njia ambazo Bwana anapitia kuwashukisha watoto wake, kuwashukisha wale ambao wanawapenda, to make them humble, to bring them down to the level ya kwamba wao ni watumishi wa Bwana. Jambo ambalo tumesoma pale, rudia tena ndugu, kusudi na kwa makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Msipate kujivuna kupita kiasi. Bwana asifiwe. Wakati mmoja niliambia mchungaji, unafikiri ndugu wetu kabisa, atakayeshika pesa, unakaa na pesa, ushiriki kuikiriri. Bwana asifiwe. Atakayeshika nini? Pesa. Wapendwa, nataka niwaambie leo, na hii ndio ukweli. Hii ndio ukweli. Dada yetu, nikikuuliza leo, ukipata kama milioni 10, utaangalia kama hiki keti kweli? Kwa hiki keti ambaye akawa kila siku, apate tu leo milioni 10. Nani kama keti nini? Anajua kwa yeye, ndio ndio sio na mambo. Niko tukamwe na wewe. Bwana asifiwe. Ndio anashikia. Hata kama ipata hiyo kwa mikono, hiyo ndio siku tu yeye na siku hiyo ndio jambo itajaa. Bwana asifiwe. Nina deal mahali fulani leo, siwezi patikana kwa ushirika, maana nina deal mahali fulani. Bwana asifiwe sana. Leo tunasema ya kwamba anatuletea unyonge na upungufu ili makusudi. Endelea. Ili makusudi, kwa makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Nisipate kujivuna. Kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mimba katika kwa wingi wa mafunuo hayo. Ni Paulo aliyekuwa akiandika hii habari. Paulo, kama wapendwa mnamjua, aliyookoka haikuwa rahisi. Haikuwa tu kuokoka. Alikuja kwenye kazi ya Mungu kwa nguvu nyingi. Yeye alikutana na Mungu kwa macho yake. Aliokoka si kama vile mlikuja hapa mnasikia ibada mkaweza kuondoka pamoja. Yake ilikuwa tofauti. Na hivyo yeye alikuwa na sababu ya kuwakomesha wengine. Hiyo mtihani gani? Mimi ndo nataka iwe kweli. Bwana asifiwe. Nilimuona kwa macho yangu, aliniambia kwa masikio yangu. Hebu endelea. Kwa makusudi hayo mimi, kwa wingi wa mafunuo hayo nilipewa mimba katika mwili, mjumbe wa Shetani. Nilipewa mwiba katika mwili. Ujumbe wa nani? Wa Shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Bwana asifiwe. Asante kwa ufunuo wa Paulo. Yeye alijua na yapitia haya kwa sababu Bwana anataka niendelee kunyenyekea, na yapitia haya si kwa sababu Mungu si mwaminifu, na yapitia haya kwa sababu Bwana anataka ninyenyekee sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndivyo nitakapomuona ndugu yetu Simon anapitia kwenye matatizo, nitamuinua na kumkumbatia, maana nimejua anapitia kama yale ninayopitia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naona Bwana, najua saa zingine nawaambia wewe mke wangu tulienda kuchunga mahindi usiku wawili kwa shamba. Najua mkiwa wawili kwa nyumba, nimwache alale na mimi nikachunga mahindi. Ndipo tija kwa maana na nikaangalia mbele. Nilikataa. Nimwambia mama twende wawili, tutarudi wawili. So tukaenda shambani. Kwa shambani alikasika sana. Siku ni kwangu. Alikasika kabisa. Na kwa nini watu waaminifu, watu ambao wanaomhudumia Bwana, mambo yao lazima oneiwe shikirogi ya sio. Bwana asifiwe. Alimwamini. Hakuongea kwa sababu alimwamini Mungu sana. Na alijua anamhudumia Mungu kwa moyo wake wote. Na hiyo akaona hastahili mateso ya walimwengu ayapitie yeye. Leo nakuja kuambia kama vile Paulo alisema, mwiba uliwekwa ndani yetu tusije tukajivuna.
Bwana asifiwe. Tusije tukajivuna ili kwamba nitakayoona matatizo ya ndugu yangu nitayachukua kama yangu, maana hata na mimi nina kangu napitia. Na tumesikia ni nini ya shetani? Hebu rudi hapo. Ni katika hawa wafunuo hawa walipewa mimba katika mwili, ujumbe wa shetani ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Ujumbe wa shetani. Kwa ajili ya kitu hicho alikusihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana anatupenda kwa upendo wa ajabu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa ndugu wetu Paulo. Na mwishowe Bwana akamnenea akamwambia, tosheleka katika haya, maana neema yangu inakutosha. Bwana asifiwe. Tukitosheka, tukisikia vizuri, tukijua Bwana anatupenda, neema yake itakuwa nyingi juu yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si ya kwamba utakapoona kuna kaugonjwa kamekataa kwenda akaendi hakataenda, lakini si kwamba Bwana si Bwana. Bwana asifiwe sana. Hiyo inataka wewe nawe uweze kushare some pain kama wale wengine wanaougua, utajua uchungu wanaopitia. Bwana uzima tubariki sana. Majivuno hayatakuwa utaweza kusema mimi siwezi gonjeka, mimi siwezi fanyika, mimi siwezi. Namjua Mungu. Ni Mungu yule alimwambia Paulo ya kwamba hiyo kauchungu katabaki milele ndani yako. Bwana asifiwe sana. Na ndio sababu uchungu wa ndugu ya dada yangu naisikia sana, maana najua jinsi ilivyo. Nitampenda, sitaona kama kwamba shetani amemtembelea. Watu wengi wana associate kuanguka kwa mtu wa Mungu kama kuangushwa na shetani, lakini Bwana anasema anataka kutushusha. Naona wakati wako umeenda, na nataka kumalizia tu. Dada yangu, ulikula dakika zangu, niliziona tu, ulikula dakika zangu. Niruhusu tulikule kidogo, utazisema pale baadaye. Nimesema namba 2 ni kuleta matatizo na unyonge, mateso na unyonge. Unapitia kwenye mateso, lakini sababu si kwamba kukuangusha, ni kukurudisha chini. Nao lingine, na hii ndio muhimu sana, ni kutupa nafasi tuone mwanguko ya wengine. We witness the fall of others. Utakapoona usome nayo ujue. Bwana asifiwe. Bwana haleti watu ambao wameanguka mbele zako waone, ili kwamba wachekelee, ili kwamba udhani wao ni wanyonge, udhani wewe ni mwema. Bwana ufanye hivyo, wewe urudi ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Wewe shokele uone ngenyo kujitirete kihina urudi chini sana. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Mathayo 23, Matthew 23. Nataka niende haraka sasa. Matthew 23 verse 12. Tunasema na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Nisomee katika kitabu 1 Peter 5:6. 1 Peter 5:6. First Peter chapter 5 verse 6. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili akweze kwa wakati wake,
huku ili awakweze kwa wakati wake. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana wenye nguvu, ili kwamba awakweze kwa wakati wake. Nimesema nakimbia, nataka tuende katika nafasi hiyo. Nimesema kwamba Bwana anakupa nafasi ya witness the fall of others. Wengine wakianguka, wewe unyenyekee. Maana tumesema hapa Bwana anavyofanya watumishi wake kunyenyekea. Hiyo ndio ujumbe wa leo. Bwana anavyofanya watumishi wake kunyenyekea. Twende katika sehemu ya 4. Bwana anaweza kubadilisha hali yako. Change your status. Anabadilisha hali yako. Katika kitabu cha Danieli, haraka tu, Danieli 4. Danieli 4. Mstari wa 37. Inasema namna hii: basi mimi Nebukadneza namuhimidi mfalme wa mbinguni na kumtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zote ni sahihi, na wale waendaye kwa kutakabari yeye aweza kuwadhiri. Rudia tena hiyo sehemu. Daniel 4:37. Basi mimi Nebukadneza namuhimidi mfalme wa mbinguni na mtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili, na wale waendao kwa kutakabari yeye aweza kuwadhiri. Amen. Bwana asifiwe. Nebukadneza ndiye aliyewashika Meshaki, Abednego na Shadraka na kuwatupa. Alipokuwa akiwatupa, alikuwa mtu mwenye kiburi. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mfalme na hakuna mwingine ambaye angesimama mbele yake, na ndio sababu aliwashika na kuwafunga na kuwatupa. Lakini Bwana alimfanya kunyenyekea kwa njia ambayo hawakuamini. Maana wale watu walipotupwa kwenye bahari ya moto, aliwakomboa kwa mkono wake, na ndio sababu mwisho wa mambo yote Nebukadneza, mstari huo wa 37 akasema namna gani? Hebu soma tena mstari huo wa 37. Basi mimi Nebukadneza namuhimidi mfalme wa mbinguni. Sasa mimi Nebukadneza akawa sio yule tena mtu wa juu, ni ule wa chini. Akasema sasa namuhimidi Mungu kwa sababu sasa mimi ni mdogo na Mungu ndiye aliye juu. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo Bwana anavyotaka. Na mwishowe katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 6 na 8. Hivyo mwisho wa jinsi Bwana anapenda tunyenyekee mbele zake. Hebrews 12 6 and 8 up to 8. Maana yeye ambaye Bwana anampenda humrudi. Yeye Bwana anayempenda humrudi. Naye humpiga kila mwana amkubalie. Naye humpiga kila mwana amkubalie. Yeye humpiga kila mwana anayemkubali. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahili. Ndio kwa ajili ya kurudiwa tunakuwa wenye nguvu. Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa? Mungu anatutendea kama wana. Bwana asifiwe. Mungu anatutendea kama nini? Anatutendea kama nini? Bwana asifiwe. Si kama maadui. Yeye anatutendea kama. Bwana asifiwe. Hebu angalia mnyaka pamoja naye pale. Mpe hanifai, mwambie Bwana anatutendea kama wana. Bwana anatutendea